sababu gani tunafanya hii association? Sababu gani vitu vya hii association ni vitu gani? Kama kila mtu anajitia ndani mwake na kusema mimi ni kazi yangu ile association ni hivi, mimi napaswa kufanya hivi, napaswa kufanya hivi. Ile kundi kujitetea tatua. Basi ndio kila mtu anajitia hapo. Hapana kusema atakuwa ni kazi ya mlimo kwa example. Ni ya kundi. Mimi nitaenda kwa kesho. Basi hiyo siku inapita. Siku nyingine bataenda hapo wengine. Mwisho kama ni kwa kazi mnafika watu hapa watatu. Mara yenyewe mnafika watu hapa mawili. Eske ile kundi itaendelea? Makala yetu leo yanaangazia mkutano wa wamama mtandao wa wanawake wa Tanganyika ndani mwa tarafa ya Moba. Mkutano ulioitishwa hapo Jumanne Julai 28 mwaka huu wa 2020 kwa upekuzi na uchunguzi wa visa vinavyosababisha migogoro na kuvunjika kwa vikundi hasa vya wanawake. Nikiwasalimu watazamaji na wasikilizaji wa Runinga Leo Njo Leo, karibu kwenye makala hayo. Na msalimu pia mkurugenzi wa Runinga Bulamba Odona, upande mwingine Ibwala Ikoni Shambui. Anawaletea habari hiyo ni mimi Isidoro Kashulo kutoka Moba, mkoa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Wamama mtandao wa wanawake wa Tanganyika Reftange kwa ufupi tarafa ya Moba wamekutana hapo Julai 28 mwaka huu 2020. Mkutano huo umekuwa na lengo la kupekua na kuchunguza visa vinavyofanya migogoro na kusababisha kuvunjika kwa vikundi hasa vya wanawake. Katika mkutano huo visa vingi ambavyo ni vikwamizi vya maendeleo ya mashirika hasa ya wanawake vikiwemo uzembe, unafiki, ukosefu ubunifu, ukosefu wa elimu tosha ni mojawapo ya vikwazo na vyanzo vya migogoro na uvunjifu wa vikundi hasa vya wanawake, kama wamesema kwenye vyombo vya habari. Uzembe. Juu mtu kama anapenda kuwa mu association, haina blage. Mukazembea tu zaidi kukazi. Manake munaua. Mimi nitamileta mfano wa association yetu. Tulikuwa 12. Mamambre 12. Na parmi bale ba 12, si bote balimu. Hivi niko Mungu miambia kuna hata kitu kimwe kenyewe tungali nakyo. Manake batu kufanya je kulala. Munaenda kumasomo asubuhi, munarudia. Kila mtu eko na mipango yake ya kwenda kunani kutimiza. Ile kazi ya association itaendeka. Njo kama hii na hii association hii basi tungali ni mu association, ni association na sitakuwa na nani reglement d'ordre yake. Kukakuwa tu buvivu bwa kufanya kazi. Juu association ni kazi na contribution. Mukanguka tu contribution na mukazi wala ba leader bukaendelea. Bunafika bungine bunakuyaka ni muma kazi yenyewe mnapewa munani mu group par exemple. Huyu ni presidente, huyu ni trésorière, huyu ni conseiller, huyu ni nani. Sasa wakati kama unaonekana kakosa kadogo, la kwa muambie tu maneno ya kweli, mumuite munani mumshaurie mkundi abikalaki iko vingine. Mu group inapendezaka kama ni kitu kilikuwa hapo. Musime tu wazi. Ndio maana hii transparency hii inapashwa kwa mnanglobe maneno mingi sana. Muko kumakuta, muko kukuishi, muko kunini, hii nene ya transparency. Batu wanapashwa kuwa transparent. Na mko mnaoneshana makosa mkundi. Ile kundi ikavunjiki. Mingi sana safile mimi pale wangu nalishakubiona na kupita makundi ya vile. Mutaanza hivi makundi mnaanza. Kingaliki kumwanzo na kubembelezana sana. Na kubembelezana sana. Ile wakati yenyewe kile kitu kinatafuta kuya kionekane mwangaza. Kunaisha manake hamuna hapo tena mwa wengine na kwa uende ujichange pale kundi unajua sasa. Si ndio kundi yangu hii, si ndio watu wengine gisi wataanza kukuponyoka wanaenda kuonekana wanakuwa ni kule. Unaanza kujisanga. Unaanza kumfuata direct sasa biko hapana mimi sina mimi nakuwa vitu vya vile vile na viko vinatuchokesha sana siba mama. Kule kwa unafiki bwa kufichikana nini? Inafanyaka saa moja mimi nasikia neno yako. Ndio. Nasikia neno yako. Niye nikwambie darejini. Sikia vile maneno nalisikia kule kwenye tulikuwa ni hivi. Sasa biko Aisha nipatie yako mwangaza. Paka pale unaanza kutomboka.
kutomboka kwenye kwa kweli na kukasirika. Basi ile zenye unatomboka wala kwa ni tusikilizane, usikie na wewe unielezee jinsi bilikuwa uwazi. Unaanza kutomboka pale penye utatomboka, si basi. Hata mwingine unatafuta kwenda kumwambia ile mambo. Mimi naenda kumwambia kwa alianza kutomboka na mambo inaharibika. Ndio vile jinsi yengine tunashindwa. Wewe ubenga mako mkubwa au mimi ndio mkaangalia ile kitu. Wakati wanakuja kutafuta mtu asema huyu mtu huko kitu fulani anaweza kupeleka seminari. Anaenda kule kwa seminari, shana presenter association. Anafika kule anashinda kwa kuelezea ukweli. Kama nimpatia kwa makuta mfano walimpatia ni 5 milioni na basa hata walipatia tu nini? Mai ya kunywa. Sina kwani bunafiki bwana anashinda kuelezea watu wafanye ni bajue wazi. Wakati watasikia kule kwingine fasi nyingine watakuchacha na Valeri. Hapana. Chukua mnafiki kwa hypocrite unashinda kufanya kuleta mambo wazi. Na wenyewe walifundisha unafichia kama unasema ni avenir yako ya kesho itakusaidia. Wewe unapenda iwe yako unashinda kwenda kuexplain wa association na mwenyewe ndio kutuma. Unafanya bunafiki pale. Hii mambo ya bunafiki ni mambo ambayo yanavunja makundi sana. Juu ya nini? Wakati unapoonekana tu kadogo, mlianza bien, kadogo tu kakionekana. Kuna kwa wengi kujua Francais na wenyewe kujua Francais. Hiyo tu ya kujua Francais kwa ile territoire yetu ya Moba inatuletea magumu sana. Mnaweza kumwacha mtu mwenye kusoma lakini eko na busara kwa kweli anaweza kuongoza. Bana kudekuraje mtu. Bana unakuwa kwenda hapo. Wala tujua hata saa kusikia tu habari sasa bali kwa korenyo inamalizika. Unasikia bana kukuambia sema wewe ikala chini. Kwanza kule gisi balichaguana ni batu mekovala maholande bila to bya yulu kerli mukichwa. Mwe babitambala abamitaki na Francais amujui. Ni kweli kwa kujikuta we mgerli au pitaki iko. Francais haujui. Pale unafanya nini? Unajishusha na kujichoma tu pole pole mkundi. Na ndio maana makundi hapa petu pamoja kweli sinta mifichika. Njoo vile kuna sambaratika. Bunafiki bunaua makundi. Hiyo tu Francais nasema hatu kusoma. Maana yake ni magumu. Na mambo tu ya makuta ni magumu. Kuogopana, kusimangana, kufanya hivi inaweza kuya nini? Kutokujua kazi. Na kule kutokujua kazi kunatoka wapi? Kuchaguana. Pa kazi unabeba bale wewe unajua. Bila kutenir compte ya ile kazi, ile ni kazi gani? Benye kujua ile kazi ni banani. So unatia tu bandugu yako, unatia tu hivi, unatia hivi. Aro kazi yenyewe haijulikani. Panaka ignorance kwanza ya nini ya kazi. Unasikia? Na ndio ile ignorance ya kazi. Mtaendelea je? Huyu ajui. Ndio panaka onekana nini? Vitu bila maana. Ndio vinaonekana makritiki, kuogopana hivi. Lakini penye kwa nini ile kazi kujua kazi. Kila mtu akili yake iko kwa nini? Kwa kazi. Na kama uko hivi kile kwa kazi, sasa ndio utakuwa mabetizi. Kumbe tujue kile kenyewe tulichaguana. Tunamjua kila mtu. Alors, tusichunge ile mabetizi yake mpaka afate. Sisi tuangalie ile reglement yenyewe itatiwa. Ile reglement d'ordre intérieur. Statut yetu inasema nini? Hii reglement tunasema nini? Kila mtu akimetrize ile, ndio sisi bote tutangaliana. Sintamfuata huyu mama Regina jua alifanya hivi. Mtangalia pa nini? Anafanya hivi. Anakosa kunini? Nije. Juu kama tunabebana tu hivi, hatujui kinye apuni nini. Hakuna. Kumbe ni sisi bote. Kujitolea sema niwe secretary. Niwe membre muiki. Nitafute kwanza kujua kazi, base ya kazi kile kinaingia amo, kazi yake ni nini? Ndio nifuate ile but. Hivi ingine hivi sio bila nini? Sasa vile vikwazo, bini kushinda. Baada ya kupekua na kuchunguza visa vinavyosababisha kutoendelea kwa mashirika hasa ya wanawake, wakati huo amekuwa akitoa mapendekezo baina kadhaa hivyo kuyapa nafasi mashirika ama mtandao wa Reftange kuendelea mbele. Tutajaribu kama itawezekana tuko kila mtu kwa kanisa yake. Maana kana mbele ya kuanza hiki kitu kietu mafundisho tu mbele ya kwanza tu si benyewe. Tunaanza kwanza na sala. Sababu tukimkaribisha Mungu, vitu vyetu vitakuwa vyepesi, ni pale na mapendo itaingia. Sababu msala ndio Mungu kuombeana na Mungu ataendelea kutuongezea hekima. Bila sala Mungu hawezi kufanya kazi. Maana tunapaswa kujiacha wazi, tunaanza na sala.
kisha sala, Mungu mwenyewe atakuwa anatenda. Kila mtu ndani mwake Mungu atafanya kazi kuendelea kutuongezea hekima, kwa sababu hekima inabeba mapendo, inabeba na huruma. Mimi nakumbuka mimi association yangu tulikuwa mkulima Chinese kumuomba. Maana gani kumpokea kila mama kadiri alivyo. Munaenda kule unasikia maneno yako nasema mama, unachoka kwanza na kuchoka. Tuliongea wakati tutaanza kuvuna. Wewe wa association utauza bei moja sawa sana wale bakinya batakuya. Inakuwa sasa mwa mkundi mnaanza kujikokotea mtie bei chini. Inaleta fujo. Kuko wengine wanakuja hapa sasa pa kumwangalia maji. Balioanza kulima kuna kwa utata. Maneno kuna nasema ba mama. Sasa niko nashindwa kusema na kuna basanga. Nasema bandu. Kuongoza batu ni kazi kubwa sana. Kama sina hako ile siku kukipita mambo fulani wote wanasema mama Vero ngekuwa hapa. Banome banabambia mwa mshindwa kusema paka mama Vero haweko. Shimu useme na mwe byamu naona kwa bina sawa. Hata mwenge kwako njoo ngesema. Sisi tunatoa mufasiri hapa. Kukamata kitu na kilo sasa mimi niko naacha kazi kumugini na kuya huko. Maana pale naosha sema kama nikitukia yangu. Magumu yote tatukia huku. Ujue jinsi ya kufasiria na kusikilizisha batu. Unayua kazi yote mnakalaka majaribu. Shetani anatanguliaka anapenda akiona maendeleo ya kundi iko mbele anayua kujua. Kundi kila mtu aombeake kundi mbele kutanguliza mbele Mungu. Juu katika kitabu cha Amosi 3:3 inasema watu wawili hawezi kutembea pamoja kama bapatani. Kupatana mmoja anapatanishaka watu. Tuko tunaomba Mungu na kukitilia yako na kuchama watu na kawizi mahitaji yetu. Sasa ile association tunapenda endelee mbele tukitia kwa Mungu. Mungu ashindwake na kitu. Tusiwata mtu Mungu nyala badirishaka mtu. Hata mtu kama alimjua alikuwa na tabia mbaya. Kwa mfano mjua kama Maria Regina alikuwa na tabia mbaya. Mimi nikamtia kumikono ya Mungu, Mungu atafanya nini? Atashanje. Na kama atakuwa kiongozi mzuri, juu kiongozi utazama katika Biblia walikuwa wanatembea na Mungu pamoja. Lakini tukachia tu mwili, au tukivize mbele makuta, tutashindwa na tutabomola. Juu shirika unatoka kani kwa Mungu utoe kwa mtu. Mambo ya magundi na hiki kitu yetu kwa tendesha na yetu kiende tu sawa. Juu mugundi kila mtu ana karakteri yake. Kia lazima ni kuombeana tu, tunaombeana tu kwa huyu Mungu. Tumtanguliza kwanza Mungu kwa nafasi ya kwanza na mambo yote tenda sawa. Juu sisi wote tuko watu wa Mungu, sisi wote tunaenda kwa kanisa. Maana kujua kubeba mzigo wa huyu mama na kubeba makosa ya huyu mama, kuitia, kuivumilia, kulio kuitangaza hadharani. Ni vya lazima tumtangulize kwanza Mungu kwa nafasi ya kwanza na mambo yote tuombeane sisi wote tuko kwa kusefa kuna mkamilifu. Na mambo yote tenda sawa. Maana bila Mungu hatutaenda sawa. Kama kuna kuta association, haina sema ule mbuya Francais ndio atendeleza peke. Haina sema ule mwenye kiongozi atendeleza peke. Kuendelea kwa gundi, kila mtu analeta hapo mkono wake, kila mtu analeta wazo yake. Penye kwa contribution tuweke. Tufanye nini? Mama tuendelee. Tunajiweka pamoja, tufanye hivi, tufanye hivi. Jitipa kazi. Kwanza mwe wenyewe mnajua sababu gani tunafanya hii association. Sababu gani biti ya hii association ni biti gani? Kama kila mtu anajitia ndani mwake na kusema mimi ni kazi yangu ile association ni hivi, mimi napaswa kufanya hivi, napaswa kufanya hivi. Ile kundi pa kuvunjika itakuwa pagumu. Parce que kila mtu anajitia hapo. Hapana kusema atakwamba ni kazi ya mlimo par exemple, ni ya kundi. Mimi nitaenda kwa kesho. Basi hiyo siku inapita. Siku nyingine sasa bataenda hapo bengine. Kumwisho kama ni kumakazi mnakuwa mnafika watu hapa batatu. Marenyo mnakuwa mnafika watu hapa bawili. Eske ile kundi itaendelea? Na kila mtu kama anajitia tu kwa nafasi sema hiki ni kiangu anakitia kama kiake ndani ya maisha yake anatia kama kiake kama kazi yake binafsi. Utaona kama ile kundi itaendelea sababu kila mtu atakuwa na susi kisiharibike. Sasa ikiwa tunatia kuna kalemba kanini vile vitu haviendekaki. Kila mmoja jitipa nafasi ya kusema hiki kitu kile tunaunda ni kiangu, hapana kiake, kietu na kiangu. Basi kile kitu kinaendekaka. Mambo ya mkundi. Kundi yeye par exemple hii ya ba family leader. Family leader maana yake nini? Family leader ni ule mtu mwenye kusimama pa kundi watu wanamsikia. Akisema kila mtu anapenda umata nani aseme bila vya vile. Mwenye kusikiwa na mtu anaweza kusimama pa kundi analeta maneno watu wanamsikia. Kama unaona kama hii maneno yenyewe inafanya huyu mama
inaweza kuleta hasara mkundi yetu. Mama presidente iko pale, unaenda kumwambia sasa, mama mimi niliona kwa hivi na hivi, unaitudie kwanza kapengine na hata hata watu batatu mnaona namna gani mtaitudie ile ya ile yenyewe ilifanyika kwa jinsi isivunje nini kundi, kuliko pengine wewe unaenda pengine utaenda muusanze mzungumzo ni kweli pengine habitakuwa bien. Mbele unapeleka kwanza kwa mama presidente anaitudie ile anaita hata ba conseil ni banini kule kwenda kumfikisha mtu